Karibuni sana 2K Sports, na tuko hapa kwa ajili ya tukio kubwa kuelekea kwenye Imbeju Ndondo Cup 2026. Ilianza kuanzia mwezi Juni kwa hatua ya awali ambayo ilipata timu 16 ambazo zimekwenda kuungana na timu zingine 16 ambazo zilifika hatua ya mtoano msimu uliopita kupata timu 32 ambazo sasa tunakwenda kuanza hatua rasmi ya makundi ya Imbeju Ndondo Cup 2026. Sote tunafahamu kwamba hatua ya makundi inakwenda kuzinduliwa rasmi siku ya Jumamosi ya tarehe 18 ya mwezi huu wa 7 katika uwanja wa KMC. Kwa mara ya kwanza kabisa michuano ya Imbeju Ndondo Cup inakwenda kufanyika kwa maana ya ufunguzi kwenye uwanja wa KMC. Uwanja wenye carpet, uwanja wenye hadhi ya kucheza mechi kubwa zikiwemo za ligi kuu. Na tumefanya hivyo sababu kubwa ni sababu ambayo inabebwa na kauli mbiu ambayo tumekuja nayo msimu huu. Msimu huu kauli mbiu yetu inasema jiongeze, tukimaanisha kwamba kila mtu kwenye kila kitu anachokifanya kinachozunguka michuano ya Imbeju Ndondo Cup akijiongeza, basi ana nafasi kubwa ya kupiga hatua kutoka hapo alipo kusonga mbele. Tunafahamu tupo na wadhamini wetu wakuu ambao ni CRDB Bank Foundation kupitia programu yao ya Imbeju, ambao wao kazi yao kubwa ni kuwezesha vijana pamoja na akina mama mitaji. Kwa hiyo kupitia wao tunasema tukijiongeza wote ambao tunashiriki kwenye michuano hii ya Imbeju Ndondo Cup, tuna nafasi ya kupata mitaji wezeshi kutoka CRDB Bank Foundation kupitia mradi wake wa Imbeju. Lakini kwa miaka yote 12 ambayo tumefanya michuano hii ya Imbeju Ndondo Cup, huu ukiwa ni msimu wa 13, tukuwahi kuja na mpira maalum wa michuano hii. Na hii imekuwa wakati mwingine ni changamoto kwa sababu aina viwanja ambavyo sisi tunavitumia, viwanja vingi ni viwanja ambavyo havina nyasi, ni viwanja vya vumbi. Viwanja vingi vya Dar es Salaam tunafahamu vingi vinakuwa ni viwanja vya mchanga, na tumekuwa tukitumia mipira ambayo imetengenezwa kwa ajili ya mashindano mengine. Kwa hiyo wakati mwingine tumekuwa tukipata changamoto tukija kuchezea kwenye aina ya viwanja vyetu. Kuna wakati tulipata lawama, mpira ukipiga au tembei, mpira ukichezewa, changamoto nyingi, mipira inaharibika haraka na vitu kama hivyo. Kupitia 2K Sports tukafanya utafiti ambao ukatupeleka kuona ni lazima tuwe na mipira yetu ambayo inaweza ikatumika kwenye viwanja vya kawaida, kwa maana kupitia Imbeju Ndondo Cup, kwa maana hapa Dar es Salaam pamoja na kwenye mikoa mingine ambapo michuano hii imekuwa ikifanyika, lakini tukimaanisha kwamba huu ni mpira ambao unaweza ukatumika kwenye mashindano yoyote ya level ya chini. Kwa hiyo leo tuko hapa rasmi kutambulisha mpira huu ambao utatumika kwenye michuano ya Imbeju Ndondo Cup kwa mwaka 2026, na mpira huu utafahamika kwa jina la sodo. Sodo ni neno la kitaa ambalo linatumika zaidi, ama asili yake ni mpira wa miguu ambao ulikuwa unatengenezwa kwa kushonwa kwa mkono, ambao ulikuwa hauna nafasi ya kujazwa upepo. Aidha utatumia makaratasi, nailoni, wengine utatumia vitambaa. Kila mtu alikuwa na namna yake na mtaa wake kutengeneza kwa ajili ya kuchezwa. Ulikuwa unafahamika kama sodo. Lakini sasa sodo tumeipeleka katika next level, ambao sasa sodo ni mpira rasmi ambao umetengenezwa kisasa na unaweza kuhimili mazingira ya michuano ya Imbeju Ndondo Cup. Kwa hiyo rasmi leo tunatambulisha mpira huu ambao utatumika kuanzia siku ya Jumamosi ya ufunguzi wa michuano ya Imbeju Ndondo Cup na michuano yote na maisha yetu yote. Sasa tutakuwa tuna mpira rasmi ambao utafahamika kama sodo. Kwa hiyo tuwaalike wadau wote, tuwaambie wachezaji kwamba hivi sasa wanakwenda kucheza mpira ambao una hadhi na naamini wote wataufurahia. Kwa hiyo rasmi leo tunazindua mpira wa Imbeju Ndondo Cup 2026 unaofahamika kwa jina la sodo,
ambao rasmi utatumika pale KMC kwenye mechi ya ufunguzi na mechi zote zinazokuja za michuano ya Imbeju Ndondo Cup. Kwa hayo machache, nimkaribishe Mr. Beni ambaye yeye ndo mkurugenzi wa 2K Sports ambao wao ndo walifanya tafiti na mwisho wa siku wakatutengenezea huu mpira. Yeye atatuambia naye zaidi why huu mpira na vitu gani vingine ambavyo vinakwenda kutokea kwenye michuano ya Imbeju Ndondo Cup. Okay. Kwa uchache shehe. Kwa nimesema nasema kwa uchache. Uchache, okay. Nasemaje uchache? Okay, kama jamaa alivyonitambulisha hapa Mkazuzu, naitwa Beni. Mimi ni naitwa Beni Felix, ni mmoja kati ya wakurugenzi wa 2K Sports. Sisi ni maduka ya vifaa vya michezo. Tuna duka hapa Sinza Mugabe na duka Kariakoo. Kwa muda mrefu sana, almost miaka 5 nao tupo kwenye biashara ya vifaa vya michezo vya sports. Katika uzoefu wetu wa kufanya hii biashara tumekuja kupata ugundufu kwamba watu wengi sana ambao wanaona mipira wa mtaani wanapata changamoto kwamba kupata mpira mzuri ni upi kwa ajili ya kuutumia. Leo nanunua huu, kesho nanunua huu, apate matokeo yale ambayo anayategemea. Kama unajua mtaani viwanja ni vibovu, sawa, mtu ananunua mpira bali sio na brand fulani, leo hii uko mzuri, kesho yake wamecompromise, sio ule original kama ambao unanunua mwanzoni, anapata matokeo mabaya na lalamika. Kwa hiyo sisi tukakuona ile swala ni tatizo, tukaongea na wadau mbalimbali ambao ni wachezaji, sema kocha, wadau wa michezo kama hawa Ndondo Cup, tukaleta mpira kama huu hapa, tumepa jina la Sodo. Kwanza kabisa jina lenyewe la Sodo kwamba tumezingatia kwamba ni mpira kutoka mtaani. Atoka kuacha 100% tupe jina labda la kizungu sijui. Kwamba huu mpira ni Sodo wa mtaani, still una zile features na feelings za mtaani. Lakini tumemodernize in terms of production. Kwamba production yake inaweza kusustain, kuvumilia viwanja vya mtaani vyote. Kwa hiyo watu wengi sana ambao wako mtaani walikuwa wanapata tabu kupata mpira, leo sijui ninunue huu, kesho nikanunue pale, hana uhakika. Kwa hiyo sasa hizi nataka kusema kwamba kuna uhakika wa mpira ambao utautumia mtaani kwa muda mrefu. Thamani ya pesa yako utaipata ukinunua mpira huu wa Sodo. Kwa hiyo ushirikiano wetu sisi na Ndondo Cup tumeona ni kwamba ni muhimu kwa sababu Imbeju Ndondo Cup ndio mashindano rasmi ambayo mtaani yanatambulika vizuri kabisa, yanafuatiliwa na yana historia ndefu kabisa. Kwa hiyo tukaona njia pekee ya kuutambulisha huu mpira vizuri tupeleke kwenye Ndondo Cup, utumike pale. Hata wadau nyinyi ambao ni wateja wakiona unatumika pale vizuri na unafanya vizuri uwanjani, ma players wanaokubali na wao wataamini kwa sababu mchezaji anamwamini mchezaji mwenzake. Kwa wachezaji wa mtaani huko ambao ni wadau, maveterani, makampuni mbalimbali ambao wao wanaona mpira kama hii ya kushona, wakiona players wanatumia vizuri katika mechi za Ndondo Cup, I believe watauamini huu mpira. Sawa. Huu mpira tumeutengeneza kwa viwango vya kimataifa kabisa. Huu mpira ni made in Pakistan. Kila mtu anafahamu kwamba mpira duniani kote unatokea Pakistan. Brand zote kubwa duniani ni Pakistan. Lakini material yake haya ni material magumu, kuna layers kama 4 ndani yake, kuna blada ndani yake na umeshonwa na ngozi na nyuzi ngumu. Kiasi kwamba hata ukiutumia mwenyewe mtaani bahati mbaya hapa na pale sijui baada ya miezi 6 ukinunua leo hii ikifumuka nyuzi hapa, you can still take it na ukaushona ukaendelea kuutumia. Huo ndio mpira rasmi wa Ndondo Cup unaitwa Sodo. Zaidi ya hapo kama bwana Mkazuzu alivyosema kwamba slogan ya mwaka huu ni kujiongeza, si ndio? Kwa hiyo tumeongeza vitu vya ziada zaidi. Sisi kama 2K Sports tumeongeza vitu kama man of the match, kwamba katika kila mechi itakayochezeka tutakuwa na mchezaji bora anapatikana. Tunafahamu main sponsor CRDB Foundation watakuwa wanatoa pesa taslim. Kwa hiyo on top of it sisi tumeongezea hii trophy ambayo tunaamini ni souvenir ya muda mrefu. Mchezaji akichukua hii tuzo yake kama hii, akiweka nyumbani kwake baada kwenye TV showcase pale kwa muda mrefu, atakuwa anakumbuka nini alifanya mwaka 2026 kwenye mashindano ya Ndondo Cup. Kwa hiyo kwenye kila mechi wachezaji wapambane, awe kipa, awe beki, awe forward, lazima tutapata mchezaji mmoja ambaye ni man of the match. Atapata tuzo hii hapa au hii hapa kati ya hizi mbili kwenye kila mechi zote mpaka finali. Vile vile kwenye kila round ya Ndondo Cup msimu huu, nikimaanisha round inamaanisha baada zile game za kwanza zote zikichezeka, ya pili yote ikichezeka, kwa kila round tutakuwa tunatafuta wachezaji wawili, kipa mmoja na player wa ndani mmoja. Kipa mmoja tutakuwa tunamleta hapa dukani, tunampatia package ya zawadi mbalimbali. Moja ya kitu ndani katika hiyo package zawadi moja wapo ni gloves. Lazima tumuwezeshe mchezaji kipa aendelee kuwa kipa bora. Kwa hiyo tutampa gloves bora ambazo ziko dukani kwetu tunaziuza. Kama ni player wa ndani, ni beki au wherever, tutampatia kiatu
kwamba tunampa kitu ambacho kitamsaidia aendelee kuwa good player, lakini plus more other packages gift ndani yake kwenye hiyo box hiyo hapo. Kuhusu swala la msingi ngine la mwisho, upatikanaji wa mpira kwa ajili ya watu wengine ambao wako mtaani. Mpira huu ni ushirikiano mkubwa sana wa research kati ya 2K Sport na Dauda Sports. Dauda Sports Store mnaifahamu, iko Sinza Makaburini. Sisi tuko hapa Sinza Mugabe, tunafanya biashara inayofanana, nzaka tunatushindana, lakini tuna ushirikiano mzuri, tumewapazia, tumefanya our research to come to this ball. Kwa hiyo mpira utapatikana 2K Sports hapa Sinza, Kariakoo pamoja na Sinza Makaburini, Dauda Sports. Ukienda pale mtaupata. Mashindano tu yakianza, mechi ya kwanza ikianza, kesho yake mipira itakuwa dukani, kwa mtu yoyote anaweza kaja akanunua. Kwa naamini mpira huu utaenda kutibu tatizo la mipira mibovu ambayo iko mtaani. Kwa watu wote tunawaomba waje wachukue mpira, utautumia, wataamini. Kwa hutabahatisha tena leo ninunue sijui huu, leo ninunue huu. Mpira wa mtaani, viwanja ambavyo vina changamoto zote, rasmi ni mpira wa sodo, na mtauona unapoperform kwenye Londo Cup, mtauamini. Na bei itakuwa rafiki kabisa. Tutaitangaza kwenye peji za mitandao ya kijamii kote. Kwa mtufuatilie sisi, mfuatilie Dauda, Londo Cup na wadau wote mtafahamu zaidi. Na naamini nyinyi waandishi habari mtatusaidia kupush hilo swala waweze kulifahamu zaidi. Kwa sisi kwa upande wetu ni hilo, tunawakaribisha watu wote, maduka yetu na kila kitu cha michezo. As you can see, mipira, makombe, majezi, viatu, kila kitu. Waandishi wa habari, mimi nawashukuru sana, lakini niwaambieni kitu kimoja. Tatizo kwanza sio kuamka mapema, mnakwenda wapi? Kwa hiyo jipongezeni nyinyi wenyewe kwanza. Sikufichini ndugu zangu. Mimi niwaambie tu ukiuza samaki kwanza wajue majina. Na sodo 2K Sports wewe pamoja na Shadaka wameleta mpira makusudi. Funza alianza kiroboto. Mimi ukitaja viwanja ambavyo vimetoa mastaa wengi, naweza kuambia kiwanja kinaitwa Vinyasi. Vinyasi ni uwanja ambao kona inapigwa upande mmoja, lakini Vinyasi huo uwanja ndio kacheza Jabali Azizi Stima, kacheza Shabalala, huyu captain wa kwa Simba Sports sasa hivi kwa Kuala Lumpur, kacheza Asman Machupa ambaye yuko za Norway, kacheza Shani Rashid Gaza uwanja huo. Lakini kwa mpira huu wa sodo utatumika kabisa bila matatizo. Sikufichi CCM Njuma ambaye refali anaitwa Kipunji alikuwa anatembea na mapanga yule. Mpira huo uwanja wamecheza mafundi wengi. Sikufichi bwana dau, sikufichi na wachezaji wengine wengi. Lakini bila kutaja uwanja unaitwa Las Vegas Mwananyamala, huko mafundi wengi. Lakini sikwambii mtu anaitwa Kisiga katika kabla Ndondo Cup kwanza tulianza huko sisi. Unajua Klaus sifa yake kubwa, Funza alianza kiroboto. Kama utafuatilia viwanja vyote hivi mpaka kwa makusudi kabisa, huyu mheshimiwa tulikuwa tunafanya naye kazi pamoja, utango tambayo ungeendani ukazae. Na ukitaja Moisela Sewaji Kibasila yote Mwimbili. Sasa hawa mabwana wanajua vifaa vya michezo. Huwezi kuuza samaki bila kujua majina. Kuna kole, kuna tasi, kuna kibua, kuna mkangaja, wenda mambo akaja. Pweza kwa mwenye kujua. 2K Sports pamoja na Shadaka wamezamilia kabisa kikapu cha samaki. Ukitaka kuuza hata kwa Mnyachusa lazima uende feli ukaulize bwana huyu ndio anaitwa changu, lakini changu kuna changu doa, kuna changu ndomo. Umeona bwana? Lakini pamoja na yote pweza kwa mwenye kujiweza, ngisi upate kujuisi. Huu ndo mpira ambao Imbeju utatutoa sisi mashaka kabisa. Jiongeze. Bosi kasema kataja useremala. Useremala mzuri lakini una madeni. Mimi ndo maana nimekimbilia kwenye kusema. Ukienda kanisani unadaiwa, ukienda msikitini unadaiwa, ukienda mpirani unadaiwa, lakini yote 9 10 tukutane siku ya Jumamosi ambapo mpira huu ndio utatumika. Mimi siwezi kusema sana kwa sababu kusema ndio fani yangu, na bosi wangu bwana Mkazuzu yupo. Nisiwe kama Bob Marley naimba peke yangu mpaka Peter Tosh kakimbia katika The Wailers. Au Lemiongala mpaka chini mule kakimbilia Sikinde. Mimi niseme tukutane Jumamosi. Imbeju jiongeze, na mimi mwenyewe sikufichini. Bosi huyu nimeshakuwa balozi. Uongo kweli bwana? Kweli. Hatujakaa mzengo. Tushaka. Funza alianza ukiona muogo sokoni basi mtu kalinda nguruwe. Dunia ishi leo bwana. Tatizo sio kuamka mapema, unakwenda wapi? Njoo 2K au bwana? Na Shadaka ndio unapata mpira huu ambao unalingana na sisi. Usimsusie shamba nguruwe. Daftari ukiona zito utabeba mfuko wa simenti. Watu wamekaa na umeplan umepanga huu. La Florida ina zebra nyoka funi kutenga. Asanteni sana.
Sio ujana ofisi. Bana, ndugu zangu nafikiri sisi tuwashukuru sana, lakini tuwaombe ushiriki wenu huu leo. Tuwe pia Jumamosi kwenye ufunguzi, lakini wakati wote wa michuano ya Ndondo Cup. Tunajua kipindi hiki na maratiba yalivyokuwepo, matukio yako mengi, lakini kwenye Ndondo pia kuna nafasi kubwa ya kutengeneza content kwa sababu watu wako wengi na mara nyingi mmekuwa mkitupa ushirikiano. Tunashukuru, lakini tunaendelea kuwaomba kushirikiana na sisi kwenye matukio yetu, na mwisho wa siku tunakuwa tunatekeleza majukumu yetu, lakini mwisho wa siku ni sehemu ambayo pia unaweza ukapata content nzuri. Niseme asante bwana. Kuna chochote baada hapa? Nimeona kuna soda pale, watu wasijua kaamsha. Sawa. Nilikuwa sijasema, nikisema hapa tutangaza au nataka tutaposti baadaye. Sawa basi, asanteni.